Maadhimisho yetu haya ni ya 28 na yanaitwa maadhimisho ya wiki ya maziwa. Kwa nini tunafanya wiki ya maziwa? Jambo hili Mheshimiwa mgeni rasmi limeanza miaka mingi iliyopita, takribani miaka 40 iliyopita katika nchi nyingi za ulimwengu. Maziwa tunayatambulisha kwa sababu ni chakula. Katika vyakula tulivyopewa wanadamu, chakula bora zaidi mimi naweza kusema ni maziwa. Kwa sababu gani? Unapozaliwa siku ile ya kwanza, unachoanza nacho Mheshimiwa mgeni rasmi ni maziwa. Na maziwa ya mama kwa bahati mbaya au nzuri sijui hayawezi kwenda zaidi ya miaka 3. Na baada ya miaka 3 utaona sayansi inaeleza bado mtoto anahitaji kuendelea kukua. Na madirisha ya ukuaji kwa wataalamu wa makuzi ya watoto yako makubwa mawili. Dirisha la kwanza la siku 1000 ambalo ndio dirisha ambalo mtoto anapaswa kunyonya kwa mama yake. Lakini liko dirisha la pili ambalo linatupeleka mpaka miaka 19 ya ukuaji wa mtoto. Ni dirisha la pili, na hili nalo linahitaji mtoto aendelee kunywa maziwa. Na kisema hili Mheshimiwa mgeni rasmi, wako watu ambao wanadhani baada ya miaka 3 wanaacha kunywa maziwa. Si sawa. Maziwa kwa lazima yaendelee kunywewa mpaka miaka 19. Hata hivyo, bado chakula hiki bora natambulisha maziwa kama chakula. Ni chakula ambacho kina virutubisho vyote. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoweka chakula mezani, mara nyingi tunatafuta wanga, tunatafuta protein, tunatafuta vitamini, tunatafuta maji, tunahitaji madini, tunahitaji mafuta na mambo kama hayo katika vyakula tunavyoviweka mezani. Sasa niseme Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba katika maziwa, ukiweka glasi moja ya maziwa, umepata wanga, umepata protein, nisikia ukiuliza hilo swali, umepata madini. Nichukue fursa hii kutoa maelekezo kwa tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuendeleza kuwawezesha maafisa mifugo kutekeleza majukumu ya kuwahudumia wafugaji. Jambo hili litasaidia kuwawezesha wa kufuga kisasa na kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao yatokanayo na mifugo. Aidha, nitoe rai pia kutoa fursa kwa wafugaji na wataalamu wa mifugo kushiriki kwenye majukwaa mbalimbali ya kitaalamu ili kuweza kujifunza teknolojia mbalimbali na kuendana na mabadiliko ya kisayansi na teknolojia ambayo yanakuwa kwa kasi sana. Ninawaelekeza maafisa mifugo ambao wameteuliwa kwa sheria ya maziwa kuwa wakaguzi wa maziwa katika mamlaka za serikali za mitaa kutekeleza majukumu yao ya kuhimiza maendeleo ya tasnia hiyo. Pia wanatakiwa kuhakikisha maziwa yanazalishwa na kuuzwa katika mazingira salama kwa ajili ya kupata bidhaa bora na kuwezesha kuchangia pato la taifa na lishe kwa Watanzania. Maadhimisho haya ya wiki ya maziwa ni jukwaa mojawapo kwa ajili ya kuongeza maarifa na kuonyesha matokeo ya shughuli zinazofanyika katika mnyororo wa thamani wa tasnia ya maziwa. Nimeelezwa kuwa katika maadhimisho haya kutakuwa na shughuli mbalimbali ikiwemo maonyesho ya bidhaa zitokanazo na maziwa, kongamano, uhamasishaji wa kuongeza unywaji wa maziwa. Hivyo ninatoa wito kila mmoja wenu kushiriki kamilifu kwenye shughuli hizi, kujifunza, kushirikiana na kuhamasishana matumizi ya maziwa kwa afya na maisha bora. Nitumie fursa hii kuwahimiza wananchi wa mkoa wa Morogoro, mikoa jirani, wadau wa maziwa na sekta binafsi kuitumia fursa hii ya maadhimisho katika kujifunza namna ufugaji bora wa ng'ombe ili kuongeza uzalishaji wa maziwa, udhibiti na kwa ubora wa maziwa na usindikaji na unywaji wake. Ni matumaini yangu kuwa maadhimisho haya ya wiki ya maziwa kwa fursa kubwa kwenu katika kuhamasisha kuongeza uzalishaji wa maziwa, kuongeza ajira, kuimarisha lishe na kuongeza pia mchango wa pato katika taifa letu la Tanzania. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya maadhimisho haya ya mwaka huu ni maziwa salama kwa afya
bora na uchumi endelevu. Kauli mbiu hii inalenga kusisitiza umuhimu wa maziwa katika kupunguza umaskini kwa kuongeza kipato na ajira katika kaya, kuboresha lishe na afya ya jamii. Kwa maana hiyo, mtu akiwa na afya bora na kipato cha uhakika itamfanya afurahie maisha pamoja na familia yake, na hivyo kujiletea maendeleo yeye na taifa kwa ujumla. Wakuu wa wilaya, kwa hisani zenu, hakikisheni wafugaji wakubwa na wadogo kutoka maeneo yenu wanafika kupata elimu pana sana ya ufugaji, na kupitia maadhimisho haya na tukaona mabadiliko makubwa katika sekta ya ufugaji mkoani kwetu. Wakurugenzi, hakikisheni wataalamu wetu wa mifugo wanafika katika maadhimisho haya na kupata elimu na teknolojia za kisasa za ufugaji, uzalishaji, huduma za mifugo na masoko ambazo zinatija kwa wafugaji, serikali na taifa kwa ujumla. Kuhusu sisi wanawake wa kiufugaji na changamoto za maziwa, kwa sababu gani? Tuna ng'ombe za kienyeji ambazo zitoe maziwa, zinatoa lita moja. Tunaomba kwa Mheshimiwa Samia atusaidie maeneo ya kulisha mifugo yetu, na aje atuboreshee ng'ombe, tupate ng'ombe bora ili tupate maziwa. Ombi letu kubwa kama mama wa Kimasai ni hilo, ambaye sisi uchumi wetu ni maziwa. Hatuendi sokoni kuuza vitu, unakamua maziwa upate hela, mtoto aende shule ili mtoto asome na kuvaa. Kwa hiyo changamoto yetu, Mheshimiwa Rais, popote uliko, usikie kilio cha wanawake wa kifugaji, uje utufundishe manyumbani, watume watu wako. Tuko tayari na wewe kufanya kazi kuboresha maziwa. Changamoto ndio hizo. Masoko ya kuuzia maziwa yapo, ila changamoto bei hazipandi. Kila siku sema maziwa yetu ni 1000, tunataka bei ipandishwe. Mheshimiwa Rais, naomba utangaze bei kwa wafugaji ipande. Kila siku ni buku, na si buku, tumechoka. 1000 kila siku tumechoka, tunataka utupandishie bei. Tangaza Mheshimiwa, tunanyanyasika, tunakamua, unaamka usiku, unaacha mume wako kalala, wewe unakamua unapata 1000. Kweli Mheshimiwa?